Wiki iliyopita nilialikwa kama mgeni rasmi kwa ajili ya kuja kwenye mahafali ambayo wahitimu walikuwa wanakabidhiwa vyeti. Kwa hivyo nikaja nikawakabidhi vyeti, lakini katika risala yao wanafunzi, jambo ambalo waliweza kuniomba, katika risala yao moja jambo waliniomba, waliniambia wana matatizo ya usafiri. Sasa na mimi nikatoa ahadi kuanzia Jumamosi iliyopita nitahakikisha mpaka ndani ya Jumamosi basi niwe nimeweza kulifanikisha. Na yote kwa yote ndio kama nilivyosema pale, nimeweza kumshukuru Mwenyezi Mungu. Leo ahadi yangu nimetimiza, na hii ni wajibu wangu, lakini wajibu wetu sote. Hapa ni chuo cha Kiislamu ambacho hakisomeshi dini peke yake. Ni wenyewe mmesikia wanasomesha na masomo ya sekondari form 1 mpaka form 6. Na wanufaika ni wengi. Siku ambapo nimekuja kutoa vyeti walikuwa ni zaidi ya watu 1000 na ambao walikuwa ni wahitimu. Kwa hivyo ukiangalia ni chuo kikubwa, japo hakitajikani sana kama vile vyuo vingine ma-advertise na nini, lakini hichi ni chuo kikubwa sana na watu wengi sana ambao wanafahamika ulimwenguni basi wamepita katika chuo hichi. Kwa hivyo ni chuo kikubwa na ni chuo cha serikali ya Mapinduzi hii ya Zanzibar, na kiukweli mimi nimechaguliwa leo, lakini nimependekezwa niwe mlezi. Nimechukua ahadi hiyo na nitakuwa mlezi, na nitatoa ushirikiano wangu wote kwa nguvu zangu zote pale ambako watahitaji. Tukae pamoja tuone jinsi gani chuo hichi kinazidi kuwa cha hali ya juu, lakini pia kinakuwa bora na chenye muonekano. Kuna mambo mengi najua nikikaa nao na mimi nitashare idea zangu ili tuweze kuwa tunakwenda sasa na wakati, lakini na mimi kuwa na washika mkono. Kwanza tuipongeze serikali ya Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi. Kiukweli manake sijui nisemeje, lakini imefanya vile ambavyo imetakiwa kufanya mpaka na change inabaki. Sasa jambo jingine lilokuwepo ni sisi viongozi wa majimbo. Sisi kama viongozi wa majimbo, moja ya wajibu wetu kuhakikisha tunafanya yale ambayo tumeahidi wakati wa kuomba nafasi hizi za kuwa viongozi wa haya majimbo. Majimbo yote yalokuweko Zanzibar, lakini Tanzania kwa ujumla, kila jimbo lina mahitaji kutokana na jimbo lilipo. Wito wangu kwa wabunge wenzangu, wajumbe wa Baraza la Wawakilishi na madiwani, wale wote ambao tunafanya hizi shughuli za kuteuliwa, basi tuhakikishe yale ambayo tunaahidi basi tunatekeleza, na ikiwezekana tutekeleze kwa ahadi ili tuweze kufanikiwa na nchi yetu iweze kuendelea zaidi. Mahitajio kwa katika eneo la usafiri ni makubwa sana. Yaani kiasi kwa sasa hivi ni afadhali kwamba hili moja litasaidia kwa upande wa wafanyakazi. Lakini bado tuna mahitajio makubwa kwa sababu basi moja halitoshi. Na alhamdulillah kwamba chuo chetu kutokana na ukubwa wake na umaarufu wake kina wanafunzi pande zote za Zanzibar. Na asilimia kubwa wengine wanatoka shamba, mikoa ya kaskazini Unguja, wengine kusini. Kwa hiyo hawa inakuwa shida, na wengine hawalali hapa kwa sababu dakhalia yetu haiko katika yani ni ndogo. Haiwezi kukusanya wanafunzi wote. Kwa hiyo wengine wanarudi, yani wanakuja na kurudi. Lakini sasa ukipatikana usafiri tunaweza kuwasaidia kwamba tukaenda, mfano mtu anatoka gari kaskazini tukaenda Bububu, kwenda kumchukua tukamleta hapa. Kwa jina naitwa Simei Bakari Simai, ni rais wa serikali ya wanafunzi chuo cha Kiislamu Zanzibar. Kwa kweli wiki iliyopita tulikuwa tuna mahafali, tulitoa baadhi ya changamoto zetu na Mheshimiwa mbunge amezipokea changamoto zetu na ametupa majibu leo. Alituahidi kwamba ndani ya wiki ijayo atatukabidhi gari, na alhamdulillah ametukabidhi gari. Sisi kama wana CCK tumefurahi sana, tumefarijika na tunampongeza sana Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Chumbuni. Na tunamtakia kila la kheri, Mwenyezi Mungu amepushe na shari zote, na tunasema asante sana wana CCK.